bado anamtaka kijana kazini. Hii hatari. Yeah. Kwanza aliwahi kuja Jan Baleki. Ndio. Baleki alikuwa na mkataba na alikuwa TP Mazembe, alikuwa na mkataba nao, na kipindi chote ambacho amecheza Tanzania hapa Baleki, chote ambacho alicheza Simba na alicheza Yanga, vipindi vyote hivi alikuwa kwa mkataba wa mkopo. Na hata alipoenda kule, alienda ni Libya I think kule, pia alienda kwa mkataba wa mkopo. Bado mkataba wake na klabu yake ulikuwa ni mrefu, ambao wao ulikuwa unamruhusu kuendelea kumtoa kwa mkopo kwa sababu alikuwa ni mdogo, anaendelea kukua. Same na ambacho kilitokea kwa Selemani Mwalimu. Kwa sababu kwa Selemani Wydad wamemsajili akiwa bado ni mdogo. Kwa hiyo walichokuwa wanataka kwake ni kwamba aendelee kutengeneza experience, na ndio maana timu nyingi zimekuwa zikitoa wachezaji hivyo kwa mkopo, kwa sababu angeendelea kukaa pale Wydad, inawezekana kwake game time ingekuwa ni ndogo kutokana na puli ya wachezaji ambao wapo pale Wydad. Kwake kucheza kupata nafasi ingekuwa ni ngumu, ndio maana aliamua kumtoa kwa mkopo, akiamini kucheza Simba kwake kungemgarantie nafasi ya kuweza kupata nafasi hiyo ya kucheza. Lakini mwisho wa siku tayari issue hizi za mkopo au uhamisho wa mchezaji ni issue za kimkataba. Hasa hii inapokuja swala la mkopo au kesi ya mkopo, huwa ni issue za kimkataba, kwa sababu ni makubaliano ya pande zote mbili, ya klabu na mchezaji, na klabu na klabu. Kwa nini klabu na mchezaji? Kwa sababu kuna wachezaji wengine ambao huwa wanaweka vipengele vigumu sana kwenye mikataba yao vya kuwalinda, hasa zinapokuja kesi za kutaka kutolewa kwa mkopo, kwamba ukitaka mimi kunitoa kwa mkopo nitakubidi uterminate mkataba wangu, nilipe fedha zangu mimi niweze kuondoka. Lakini tayari alikuwa na makubaliano ya klabu na klabu, makubaliano ya Wydad na Simba kwamba Selemani Mwalimu kwa kipindi cha msimu huo 25-26 angeitumikia Simba. Baada ya pale ndipo mchezaji anarudi katika klabu yake, kwa sababu sometimes inakuwa inatokea kesi ya mchezaji anatoka kwa mkataba wa mkopo wa zaidi hata mwaka mmoja. Zishaikuwa kesi za namna hiyo. Ina maana ingekuwa ni mkataba zaidi ya mwaka mmoja, kwa kipindi hiki lazima Wydad wangekuwa wametulia, kwa sababu unajua tayari mchezaji huko ambako yupo tayari tuna makubaliano nao wao. Kwa hiyo naona paka kinachotokea sasa hivi kwamba Selemani klabu yake inakuja kuona taarifa ambazo zilipostiwa na Simba kwenye peji zao, kwenye kurasa zao rasmi, kwamba mchezaji wao bado ataendelea kuwepo ndani ya Simba. Mimi kwa mkataba wa mkopo wao imewashtua, kwa sababu wao makubaliano yao yalikuwa ni kwa huo msimu ambao umeisha. Baada ya hapo mchezaji arudi au wakae tena mezani kufanya majadiliano mengine au negotiations zingine, kwamba huyu mchezaji whether tuvunje mkataba tumnunue ama muendelee kumwacha kwetu kwa mkataba wa mkopo kwa vipengele ambavyo tuliwekeana katika mkataba ambao umepita. Kwa hiyo kwa sababu kwa sasa hivi taarifa ambayo inabidi sisi tuisikilize na kuiamini ni taarifa ya Wydad. Kwa hiyo kwa muda manake huu saizi inabidi watu waamini kwamba Selemani Mwalimu Teka ni mchezaji wa Wydad. Si ndio wamiliki wa mchezaji. Yaani pale yule Selemani pale mkataba nao ambao wameusaini yeye. Huo ni wa miaka miwili, huo ni wa miaka mitatu, wa miaka minne. Yule ana mkataba nao. Yaani wale ndio wamiliki halali wa mchezaji. Na ndio maana nitakupa mifano hapa. Ziko timu ambazo zinakupa wewe mchezaji kibe kwa mkopo. Ndio. Wakikupa mchezaji kikitokea cha kutokea katikati ya msimu wanamchukua mchezaji wao. Na huna cha kusema, hauna chochote utakachokifanya kwa sababu gani? Huo ni mkataba wa mkopo. Unaona hata msimu uliopita Manchester City walikuwa na defender wao mmoja, baada ya kesi za kuumia mabeki wao, wakati walimrudisha yule bwana mdogo. Kwa nini walimrudisha? Kwa sababu ni mchezaji wao na tayari walishakubaliana kwamba takalotokea la kutokea tunamrudisha huyu. Na hujaona klabu ikishtaki kwa sababu yule ni mali yao. Yaani Selemani ni mali ya Wydad. Wao ndo wanaweza wakaamua kwamba huyu mchezaji tumuuze sasa hivi au aendelee kubaki kwa mkopo au warudi kwenye klabu yetu kulingana na hali halisi kwa tukienda kwenye makaratasi pale, Sele ni mchezaji wa Wydad. Ni mchezaji wa Wydad, na ndio maana umeiona taarifa ya Wydad hapo. Na wao wana haki ya kuzungumza hivyo kwa sababu Sele kucheza Simba, Selemani Mwalimu alikuwa anacheza kwa mkataba wa mkopo. Akiwa anatokea klabu ya Wydad ambao ndio wamiliki halali. Kwa hiyo binafsi sijajua ambacho kimetokea hapa katikati, lakini kama kutakuwa kuna sintofahamu ambayo imetokea, inawezekana ikawa ni muendelezo tu wa masuala ambao wachezaji wetu wakizao wamekuwa yakiwatokea. Kesi hizi ndio maana sometimes zinatokea kesi, mtu anakuambia alikuwa mchezaji wa timu A akaongeza mkataba, ikaja ofa kutoka timu B, afa anakuambia mimi ule mkataba mimi sikuongeza au sikuwa mimi, au vipengele vililetwa vipengele ambavyo vilikuwepo kwenye mkataba mimi sikuvielewa, vilikuwa vigumu, sikujua. Kumbe hiyo siku inakuwa ni baada, sababu tayari umeshaanguka saini yako. Hilo ni swala la kisheria hilo. Tayari wewe ni miliki ya mtu fulani. Kwa hiyo
kwa hapa kama haya ambayo yanazungumzwa na kama Wydad wanachokiclaim ni wako sahihi kwamba hakukuwa na mazungumzo mengine baada ya mkataba wa Selemani Mwalimu kuisha wa mkopo wa kuchezea Simba, ina maana hapa tayari lazima upeleke maswali kwa agency na msimamia mchezaji, au kwa wakala na msimamia mchezaji, ama kwa manager na msimamia mchezaji. Kwa sababu yeye kwenye inapotokea maswala kama haya, kesi kama hizi, yeye ndo anayemsimamia huyo mchezaji. Kwa hiyo yeye ndo anapaswa kufahamu mchezaji anapaswa kuwa wapi kwa wakati gani, na vipenge na issue zake za kimkataba ziko vipi. Kwa sababu kama inatokea mchezaji ni wa klabu fulani, alafu inatokea klabu ameenda sehemu fulani kwa mkopo, klabu ambayo ameenda kwa mkopo bado inamtangaza kwamba ataendelea kuwepo katika klabu hiyo, wakati klabu yake mama ambayo ndio anatoka ina claim kwamba huyo mchezaji bado ni wa kwetu, tayari hapo lazima tukulaumu wewe wakala, kwa sababu masuala hivi vipengele vya kisheria inatokea sometimes mchezaji husika anaweza kawa ana uelewa mzuri wa kisheria wa issue za mikataba zinavyokuwa, lakini inatokea sometimes mchezaji mwingine anakuwa hana huo uelewa, na ndio maana FIFA wanalazimisha hawa wachezaji wasimamiwe na FIFA accredited agents. Sawa? Mawakala ambao wameidhinishwa au wamethibitishwa na FIFA, kwa sababu tayari wao ndo wanakuwa wanamsaidia kwenye vipengele vyake hivyo vya mikataba kuvitafsiri, lakini pia kumsaidia kwenye issues za kimikataba, isitokee kusije kutokea mkanganyiko baina ya mchezaji na klabu. Kwa sababu kwa nini FIFA walileta hiki kitu? Kwa sababu kunyuma kulishia kutokea kesi za namna hii kama hii za Selemani zilitokea nyingi sana, na hata kesi zile za uhamisho klabu inasema kwamba sisi mchezaji huyu bado tuna haki naye, mchezaji anasema mimi sina mkataba nao. Kwa kesi zinakuwa ziko nyingi, watu tunapelekana paka kwenye hizo mahakama za usuluhishi za michezo. Kwa hiyo kwenye hili jambo ambalo limetokea, obviously mimi binafsi kulingana na hali halisi ilivyo, bado nitasikiliza upande wa Wydad kwa sababu wao ndo wanamiliki mchezaji, na unaona mwisho wamezungumza kwamba benchi la ufundi linamtaka na mwisho kabisa wamesema, wametoa uangalizo kwa mashabiki wao kwamba taarifa rasmi za klabu na wachezaji wao wanapaswa kuzipata kutoka kwao kwenye peji zao official. Kwa hiyo maana kwamba tayari taarifa hiyo, kwa sababu haijatoka kwenye page yao official, na maana si taarifa rasmi. Kwa hiyo ni taarifa ambayo kwa mashabiki sasa wa Wydad ni taarifa ya kupuuza. Selemani Mwalimu ni mchezaji wao na ataendelea kuwepo hapo. Kwa hiyo ni vitu tu ambavyo kwa kinachotokea kama ni kweli na kulingana na namna hali halisi jinsi ilivyokuepo, ni vitu ni masuala mengine ambayo inabidi wachezaji wetu waendelee kujifunza, kwa sababu issue ya kimkataba sio swala la mkataba. Unapokuwa unaanguka mkataba, unaposaini mkataba, sio swala la kulichezea kabisa. Eben, Simba ametaka kuleta ujanja kwenye hili, kwamba Simba labda anataka kuleta ujanja au Simba naye ana hoja zake. Yani kwa nini itokee tu announce kwamba bwana huyu tumemuongezea mwaka mmoja, kwamba Simba Simba atoke tu from nowhere kweli? Yani kweli kwa sababu ni swala ambalo linahusisha paperwork. Ndio. Na nadhani ni issue ambazo zitahitaji proof ya paperwork. Nadhani jambo ambalo tunaweza tukawaachia wao kwanza, wanaweza kutupa majibu sahihi, lakini kwa sababu ni mchezaji ambao tayari wameshathibitisha kwamba yuko kwa mkopo, maana tayari mwenye power ni Wydad. Kwa hiyo na wewe pia unapanda hii boti kwamba Wydad ndiye ambaye ana haki zote za kutamba, za kumuita kijana njoo kazini. Yes, ndo mwenye mchezaji, kwa sababu mimi ninapokuwa na mchezaji wangu napomtoa kwa mkopo, naweza kumrudisha muda wote naomtaka. Au kuna sehemu labda miscommunication ilifeli? Inawezekana. Lakini mara nyingi hapo wa kusikilizwa ni mwenye power ya mchezaji ambaye anamiliki. Kwa mnyama hapa ana chaki hapa. Kama ni kweli iko hivyo, basi inawezekana iko hivyo, lakini kama wamefanya hivyo, nadhani tayari watakuwa wanajua wanachokifanya, kwa sababu sidhani kwa klabu kama Simba sasa hivi tunarudi tena kwenye mambo ambayo tumeshazoea kuiona miaka ya nyuma. Ni mambo ambayo yameshapungua sana kidogo. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo litahitaji muda wa hizi timu zote mbili kukaa kuyamaliza, lakini kama Simba watakuwa wamefanya hivyo, nadhani ni kitu ambacho hawastahili kufanya kwa wakati huu. Ni kitu ambacho kiendani na kariba klabu yao kwa sasa hivi. Na hiki ambacho amekizungumza Wydad Athletic kwamba mchezaji anahitajika nyumbani kwa sababu benchi la ufundi linamtaka, kwamba wanamhitaji kwa ajili ya matumizi. Unaona kweli akiondoka akienda zake kwa kutumikia nyumbani Morocco, au unamuona akibaki kuendelea kulisukuma hapa Bongo? Kwa sababu ana mkataba na Wydad. Sidhani kama ana mandate ya kubisha hilo, kwa sababu tayari bado narudi tena Wydad ni mwenye power ya huyu mchezaji, kwa sababu wao ndio wana mkataba naye.
na labda mchezaji aseme yuko tayari kuterminate mkataba ambao nadhani sio kitu ambacho ni kirahisi, na kwa mazingira aliyoko kule sidhani kama kwa sasa hivi anaweza akawa na game time nzuri huko tofauti na ambavyo anaweza akaipata hapa Tanzania kwa sasa. Koni 50-50. Pote ni 50-50. Bwana ngata hapa na polisi. Kuja kama uji. Kama uji. Piga sana chenga mzee wangu. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. Sisi bado tupo hapa, bado tupo na mnyama Simba. La sele kama sele limeisha hilo limeisha. Unajua issue za kimkataba na kisheria hutaki kuchambua sana. Hahitaji uchambuzi. Watajuana wao wenyewe ambao wanajuana. Walipeana mchezaji.